Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary. Habari za muda huu popote ulipo, mimi si jambo, namshukuru Mungu naendelea vizuri. Tumeweza kuonana na tunaendelea kujifunza vitu mbalimbali vya kiasili na vya kiroho. Mpendwa mtazamaji, popote ulipo, karibu sana katika chaneli ya Dr. Mary. Nipo hapa kukufundisha vitu vyenye faida katika maisha yako. Kabla sijaenda katika madarasa haya ambayo naenda kufundisha, na kuomba subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zangu pale ambapo natoa madarasa ya miti na tiba, na pia share video na wengine wakajifunze hiki ambacho naenda kufundisha, na ukisikilize mpaka mwisho ili uweze kujua hatua kwa hatua namna unaweza kujipona mwenyewe katika mazingira yako, kutumia mimea, kutumia vitu mbalimbali ambavyo viko katika mazingira yako. Mpendwa mtazamaji wangu, leo nipo kwa ajili ya kufundisha vitu vizuri. Unaoona hapo, huo unaitwa mchaichai. Mchaichai ni mmea ambao muhimu sana katika matumizi ya chai, na mchaichai ni mmea ambao unafanya vizuri. Na mchaichai sio tu kwa ajili ya chai, bali katika kutatua changamoto mbalimbali za kiafya katika miili yetu na kujiponya kiroho. Leo naenda kukufundisha namna ya kutumia chai ya mchaichai na kujiponya, na kutumia mmea huu wa mchaichai katika kutatua changamoto mbalimbali. Sikiliza video hii kwa umakini uweze kujua namna gani utaweza kujiponya huko uliko. Mchaichai ni mmea ambao ukiuchuma majani yake matano tu yanatosha kutengeneza chai yako, na chai hiyo ukishaitengeneza ya mchaichai ina faida kubwa katika mwili wako. Kwanza kabisa, chai ya mchaichai inaponya na kutatua changamoto ya wale ambao wanasumbuliwa na presha. Hakikisha unakunywa chai ya mchaichai kila mara. Hakikisha unakunywa asubuhi na jioni, wewe ambao unasumbuliwa na presha. Mchaichai unaweza usitumie sukari au ukaunywa wenyewe, pia unafanya vizuri katika kutatua changamoto hiyo ambayo nimekuambia hapo ya presha. Na pia mchaichai katika kutatua changamoto ya UTI. Wanawake na watu wengine wanasumbuliwa na maradhi ya UTI kwa muda mrefu. Mchaichai unasafisha sana kibofu cha mkojo. Ukitumia mchaichai kila mara ndani ya wiki moja, basi wewe UTI haitaweza kukusumbua tena. Yaani tatizo la kusumbuliwa na UTI itakuwa ni story kwako. Kwa hivyo mchaichai, tumia mchaichai asubuhi na jioni. Kwa wewe ambao unaandamwa na UTI ya mara kwa mara, tumia kikombe kimoja. Kwa hivyo mchaichai utakusaidia sana kutatua changamoto. Mfano wa kikombe ambao unaweza kutumia katika chai yako, unaweza kutumia kikombe kikubwa cha nusu kama hiki. Unakunywa asubuhi na jioni. Maji hakikisha chai yako imejaa kabisa. Kwa hivyo unakunywa kikombe hiki asubuhi na jioni. Wewe ambao unaandamwa na UTI sugu, basi ndani ya siku 7 UTI itakuwa historia kwako na utaisahau kabisa, kwa sababu mchaichai unasafisha sana kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mkojo unakuwa safi muda wote na hautaweza tena kusumbuka. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaingia katika kipengele cha 3 ambacho nitakufundisha namna ya kujisafisha kiroho kwa kutumia mchaichai pamoja na chumvi ya mawe. Kwa hivyo unaweza kabisa kujisafisha kila siku kwa kutumia mchaichai na chumvi ya mawe. Nadhani chumvi ya mawe wengi mnaifahamu. Mchaichai chuma majani yake matano, weka katika maji yako ya kuoga. Hakikisha masharti haya hauyawezi kuyakosea ya kuoga dawa hii ya mchaichai na chumvi ya mawe. Unatumia ndoo nyeupe
Sehemu ambayo unaoga ni sehemu ambayo ni safi, sehemu ambayo sio chooni. Wengi wanakosea sana kuogea dawa chooni. Usiogee tiba yako ya kujisafisha kiroho chooni. Ogea hata nje. Kama nyumba yako ina fensi, basi unaweza ukaogea nyuma ya nyumba hapo, ili mradi tu usionekane. Na kama wewe nyumba yako haina fensi, unaweza ukateua sehemu kwa ajili ya kuoga dawa zako. Kama ni kichumba kidogodogo, unakuwa unaoga kwa kutumia beseni kubwa. Ukimaliza unaenda kumwaga dawa zako katika njia panda au sehemu za jalalani kwa ajili ya kujisafisha na kujitakasa katika mambo ya kiroho. Kwa hivyo mambo ya kiroho hayaepukiki, unatakiwa yafanye kila siku kwa ajili ya kuzuia energy mbaya, yaani nguvu ile mbaya. Unakutana na mtu ana hasira, basi hasira hiyo inaweza kakuvaa wewe. Unakutana na mtu ana chuki, chuki hiyo inaweza kakuvaa wewe. Kama wewe mwili wako ni mchafu, unakuta mambo yote mabaya yanakuja kwako, uchafu wote unakumwagikia wewe. Kwa hivyo mchaichai tumia kila siku kujitakasa. Unaweza ukadekia nyumba yako, unaweza ukadekia biashara yako na ukaoga wewe mwenyewe kwa kutumia mchaichai na chumvi ya mawe. Hakikisha unanuia pale ambapo unajitakasa. Mmea unakuwa unaelewa, mmea una nguvu ya kiroho. Mmea ushike na mkono wako, nuia kabla hujauchanganya na maji wala na chumvi ya mawe. Kwa hivyo hizo ndo faida za mmea wa mchaichai, na bado nitaendelea kukuletea faida nyingine kedekede katika chaneli hii ya Dr. Merry. Na kuomba subscribe, share video, like na toa maoni yako hapo. Kwa hiki ambacho nimekufundisha umefaidika nini? Na je, wewe una changamoto gani? Unaweza ukatoa maoni yako hapo. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakushukuru sana kutazama video hii. Lakini pia unaweza ukapata tiba mbalimbali za kusumbuliwa na ndoa, kusumbuliwa na kazi, pesa haikai, biashara haiendi, unaandamwa na nuksi na mikosi na uadui katika mazingira yako. Hizi dawa unazoziona hapa, hizi ni dawa kwa ajili yako. Zitumie, zitakusaidia sana na zitakuendeleza katika maisha yako, na utafurahia maisha yako yatakuwa ni maisha ambayo kila unachokipanga kinaenda kama kilivyo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, nakushukuru sana. Tutaonana katika darasa lingine na kipindi kingine. Karibu sana na asante sana.